Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Agosti 2 ya mwaka 2026. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa nafasi hii ya pekee uliyotupatia watoto wako wa kiume na wa kike. Nasi tunajikabidhi mikononi mwako, tukialika uwepo wako uende pamoja nasi tunapojifunza mada hii. Enda nasi siku ya leo katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema kama chachu. Imejengeka katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 13 aya 33. Neno la Mungu linasema, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitwaa mwanamke, akaisitiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachachwa wote pia. Katika mfano wa Mwokozi, chachu inatumiwa kuwakilisha ufalme wa mbinguni. Inaelezea uwezo wa neema ya Mungu wa kuhuisha na kusimilisha. Neema ya Mungu ni lazima kwanza ipokelewe na mwenye dhambi kabla hajaweza kuandaliwa kwa ajili ya ufalme wa utukufu. Ustaarabu na elimu yote ambayo ulimwengu unaweza kutoa vitashindwa kumfanya mtoto aliyedhalilika kwa dhambi kuwa mtoto wa mbinguni. Nguvu ya kufanya upya ni lazima itoke kwa Mungu. Kama vile chachu inapochanganywa na unga inafanya kazi kutoka ndani kwenda nje, ndivyo ilivyo kwamba katika kufanya upya moyo, neema ya Mungu hufanya kazi hivyo katika kuyabadilisha maisha. Chachu iliyofichwa kwenye unga hufanya kazi kwa siri katika kuuleta unga wote chini ya mchakato wake wa kuchachusha. Vivyo hivyo, chachu ya ukweli inafanya kazi kwa siri, kimya kimya, kwa uthabiti katika kuibadilisha roho. Mielekeo ya asili inalainishwa na kutiishwa. Mawazo mapya, hisia mpya, nia mpya hupandwa. Kiwango kipya cha tabia kinawekwa. Maisha ya Kristo. Akili hubadilishwa, uwezo wa akili huamshwa, hufanya kazi katika mielekeo mipya. Dhamiri inaamshwa. Moyo wa yule anayepokea neema ya Mungu hujaa upendo kwa Mungu na kwa wale ambao Kristo alikufa kwa ajili yao. Nafsi haipambani kwa ajili ya kutaka kutambulika. Yeye ni mkarimu na mwenye kujali, mnyenyekevu katika maoni yake juu yake mwenyewe, lakini bado amejaa tumaini, akitumainia daima rehema na upendo wa Mungu. Neema ya Kristo inapaswa kudhibiti hasira na sauti. Utendaji wake utaonekana katika upole na heshima njema inayoonyeshwa na ndugu kwa ndugu, katika maneno ya fadhili yenye kutia moyo. Uwepo wa malaika upo nyumbani. Maisha yanatoa harufu nzuri ambayo hupanda kwa Mungu kama uvumba mtakatifu. Upendo unadhihirishwa katika wema, upole, ustahimilivu na uvumilivu. Uso hubadilishwa. Kristo anayekaa ndani ya mioyo hung'aa katika nyuso za wale wanaompenda na kuzishika amri zake. Mabadiliko haya yanapotendeka, malaika huimba nyimbo za shangwe na Mungu pamoja na Kristo huwafurahia watu wale walioumbwa katika mfano wa uungu. Hii ni Agosti 2, mada ikisema kama chachu. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Mungu atubariki sote. Tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia,
vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.